bwana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mimi na ripoti kutokea hapa katika mitaa ya Chamazi, na huyu ni Bigi wa Azam FC. Tunakwenda kuyazungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya mechi za mwisho zimeendelea hapo jana, lakini pia vile leo pia zinaendelea kombe la shirikisho barani Afrika. Ndugu yangu uko poa? Mungu ni mwema. Heri kabisa. Fresh kabisa. Azam Football Club. Jana na leo na kesho uhakika. Unajua ukiwa na uhakika unabidi ufanye dress code zinakuwa za mtindo huu. Huu ndio uhakika. Mimi kwa maono yangu naona Azam mwendo ameumaliza. Sijui kwako. Na kwa sababu wewe ungekuwa na kanisa, ungekuwa kama Mwamposa, tungesema maono yako wewe yanakuwa sahihi. Ila kwa sababu hauna kanisa na wewe sio Mwamposa, kwa hiyo maono yako yatabaki kuwa maono yako. Mimi ni hesabu zangu nikizipiga karata zangu. Sasa wewe unavili kama Azam mwenye pointi 9, wewe unaona kwamba amemaliza mwendo. Nchi hii itakuwa inawakilishwa na nani? Mwenye pointi 9 wewe unasema amemaliza mwendo, mwenye pointi 9. Nchi inawakilishwa na nani? Wewe unaona sasa nani anaenda? Hakuna, tofauti na Azam hakuna mwingine. Sijui umeelewa. Ndugu yangu, kwenye maisha hata kwenye kufanya dua, unapokuwa unafanya dua yako hakikisha unakuwa na dua moja ambayo imenyooka inayoeleweka. Sijui umeelewa. Kwa hiyo sisi Azam Football Club dua yetu sisi ni moja, kumpasua Wydad Athletic Club. Tunapata chuma hizo. Chuma mbili anachezea. Anakula vyuma hivyo. Anaenda kucheza na kuchezaga. Mwanangu sisi ndio kuwapokea wanetu airport, uhakika shangwe kama lote. Ibenge kashapindua ardhi, kashapindua nchi na kila mtu anafurahia kitu ambacho kinaenda kutokea. Ndugu yangu, Azam ina wachezaji gani hapo? Wachezaji ambao walisababisha taifa la Tanzania likaenda kwenye hatua ya 16 bora kwenye kombe la Afrika. Wapo Azam Football Club, huwajui? Unawajua au hujui? Kwani alikuwa peke yake? Alikuwa peke yake. Shoot amepiga nani ile shoot? Alikuwa peke yake. Ile shoot amepiga nani? Alikuwa peke yake. Ukisikia maana ya timu wanakuwepo wachezaji wengi, lakini kuna wale ambao wanakuwa wanafanya nini? Wanasema wanafanya wonders. Kuna mtu anafanya kitu kile ambacho kile yani kwamba amefanya. Akina Ronaldo usisikia wanalipwa hela nyingi. Akina Ronaldo, akina Messi, akina Zidane. Unafikiri walikuwa wanalipwa hela nyingi walikuwa wanacheza peke yao? Wewe umeona kama Messi kiwanjani yuko peke yake? Anacheza peke yake. Ndio nakwambia ujue kwamba huwezi kucheza peke yako, lazima utakuwa unacheza na wenzako, lakini wewe kuna kitu unakifanya cha ziada. Sijui umeelewa? Wewe hujamwona Edinado alichofanywa Morocco, ameingia kwenye kashfa kubwa ya kupanga matokeo, kuwa wananunua marefari kwa sababu gani kama sio Edinado? Sababu ni Nado. Yaani ngoma imeanzia kwa Nado. Sijui unanielewa? Ndio baadaye akaja mara Kameruni, mara Senegali, lakini imeanzia kwa nani? Idi Selemani Nado. Lakini kabla pale waulize Tunisia kilitokea kitu gani? Umeme aliutwanga nani? Filasufi, kiungo wa mpira. Nchi hii mchezaji ili aonekane kuwa bora lazima alinganishwe na Fei. Hao akina Diala, akina Kamala wanashindwa tu kwa sababu wao ni magolikipa. Wewe hujamwona yule mwamba wa jana? Mwamba wa jana nani? Japo watu wameumaliza lakini jana kuna miamba imecheza. Nani huyo? Aniseti Oura. Oya. Wanauliza huyo mchezaji nasikia waambizane mapema. Hajacheza miezi 4. Yuko vile. Ndugu yangu, kwenye nchi hii kuna mchezaji anaitwa Mpanzu, unamjua? Unamjua Mpanzu? Huyo mchezaji alikuja hapa kwa mbwembwe kuliko huyo unaomsema wewe. Nani alikuwa hajawahi kulitaja jina la Mpanzu? Nani hajataja jina la Mpanzu nchi hii? Nani hajamuimba Mpanzu? Yuko wapi leo? Na wewe umemwimba? Walikuwa na mwimbo kwenye timu yao. Kwani huyo Aula sasa hivi anaimbwa na nani? Si hao kwenye timu yao? Lakini pia mimi nawakumbusha. Na nyinyi mmemfunga hakuepo. Nani? Nyinyi mmemfunga hakuepo Aniseti. Tunataka awepo. Asichokijua ni kwamba yeye yupo kwenye mshangazi wetu. Sina kwa anaenda kujiunga na wale mashangazi. Kwa hiyo sisi kujipigia kule ni uhakika. Hasa lakini cha kukumbusha kitu kingine ambacho inabidi wakijue. Hao hapo wazako na wasema. Kile kikosi sasa hivi unasema kina Aula na mwingine nani? Libase. Nasikia kuna kina Tule, sijui kina nani sijui. Toure. Usajili wote huo umefanywa na mtu mmoja kuitwa Mangungu. Mangungu ndo anawasababisha wao sasa hivi wanatia makelele. Sijui umeelewa. Hasa sije kutokea sisi tushamfumua chuma 4 pale Azam Complex, ashachezea za kutosha, wanaenda kumpiga tena babu wa watu. Hatutaki kusikia kelele hizo. Watulie kama walivyotulia jana. Wamemfuata, wamempiga naye picha, kila mtu amemomba selfie. Hakuna mchezaji wa Simba jana ameondoka kiwanjani hajapata selfie. Ameenda amepiga naye picha, ameondoka zake. Maana yake Mangungu mitano tena. Hasa tunachokitaka sisi, au sio bwana? Waendelee na Mangungu wao vipi na huyu mchezaji na huyu nani na wachezaaji wamesajiliwa na Mangungu. Huyu bosi wao wasiomtaka ndio wamfukuze, alafu waone sasa tunataka kujifanyia vitu vyetu. Tunataka kutimiza zile 6. Hao wamepiga 6. Sasa amepiga 6, mwaka jana amempost Valentine wake. Amepiga 6 na sisi ndo akatuzirudie zile na tukubali mpaka tuzipate. Nisikilize mimi nakwambia. Simba ipi? Wakati nasikia za ndani kabisa zinaniambia bosi haitaki timu. Bosi gani? Bosi haitaki timu. Timu inamtia hasara.
Ukizungumzia bosi unamzungumzia bosi mmoja tu nchi hii. Ndio huyo. Timu haitaki. Yusufu au nani? Yusufu. Bosi Yusufu Balesa yuko Moroko. Wewe unamsema bosi gani? Yaani mimi kwangu mimi naongelea mimi ukimtaja bosi mimi najua huyu. Bosi ni mmoja tu kwenye nchi hii. Hauzi viberiti, hauzi magodoro. Sijui umeelewa? Hauzi viberiti, hauzi magodoro. Maana nchi kuna mabosi wanajitanga. Mwenyewe anasema timu inamtia hasara hiyo. Nani? Balesa. Angeahidi kila goli milioni 90. Kila goli Moroko milioni 90, assist milioni 100. Wewe unasemaje mtu hiyo timu inamtia hasara? Wewe si Yusufu, mtoto wa tajiri. Sasa mtoto tajiri mwenyewe. Mtoto wa nyoka ndio nyoka. Sasa utangaze kwamba mtu anatia hasara afu watoto wako wanafuja hela. Hiyo inawezekana? Tajiri mahaba yake yako Simba Sports. Mahaba yako Simba Sports. Tajiri wa Azamu. Au tajiri nani? Tajiri nani wa Azamu? Mahaba yake yako wapi? Sasa mbona tajiri tunajua sisi yupo Moroko? Kama angekuwa mahaba yuko Simba tungemwona jana. Nani? Huyo mtoto. Ndio maisha alivyo, kila mtu anapenda cha kwake yeye. Sijui kila mtu ana chako cha kupenda. Amlazimishani kupenda. Kama huyo mnamsema yeye anaipenda hiyo, sawa, acha aipende. Kawaida tu. Mbona kuna watu tunajua kwamba huyu yuko huku yake anapenda huku. Tunasikia kila siku. Au hujaona magomvi jana tu ametoka magomvi hapa. Jana ujuzi. Watu wametimuana wanalazimishana. Sema timu. Hujaona? Wewe timu yako ipi? Ipi? Na wewe timu yako ipi? Timu ya watu wenye akili timamu Tanzania. Hauwezi kushabikia Azamu kama una akili timamu ndugu yangu. Hii timu hawarithi, hii timu hawafanye. Hii timu unaipenda ukiwa na akili timamu. Ukiulizwa jina lako nani unasema mimi naitwa fulani bin fulani. Nenda katafuta watoto sasa hivi ambao wanalisi timu, muulize jina lako nani? Utasikia baba. Lakini baada wakati huo anaveshwa jezi ya timu hizo mbili. Yaani hajui lolote maskini ya Mungu. Ila Azam nenda mfuate mtu kamuulize bana habari za saizi atakujibu salama, mzima salama, fresh kabisa. Bana wewe shabiki wa timu gani? Atakwambia mimi mshabiki wa timu fulani, Azam Football Club. Unajua huyu ana akili. Ndio unaweza kufanyaje? Unaweza kufanya maamuzi. Sio hizo timu ambazo unazisema wewe. Ndugu yangu, tukutane Moroko. Baladi anaenda kutokea Moroko, mabosi wote wapo kule. Abubakar yupo Moroko, Yusufu yuko Moroko. Florai Benge toka juzi picha zake kila anazoziona anatabasamu tu. Ile ndo ardhi ambayo yeye alichukua kombe la shirikisho akiwa na RS Berkane. Anaenda kufanya maajabu mengine tena. Sijui umeelewa? Ardhi ya Moroko inamkumbuka Florai Benge kama nani. Na kila mtu anajua. Wanaumwa kule watu. Wewe unakuja kuzungumza vitu kama hivyo hapa? Mnamfunga. Sio tunamfunga tu. Kumfunga maana hata goli moja ndio kumemfunga. Tunaenda kumbagaza. Nikumbushe tu ahadi yangu ya kwamba vidole vinaondoka. Vidole mimi mbona nilishaweka hadi hiyo iko clear. Na mimi na uhakika ndio chukua kombe. Kama leo ukitolewa mapema vijana wakufuata. Lakini mkataba nisikilize basi. Mkataba unajua hii ahadi watu msichukulie vibaya munielewe. Nimesema wakate vidole. Nisikilize. Mpaka saa moja kitaeleweka. Ile clip umeielewa? Ilivyosema. Inasemaje ile clip? Nimesema hivi. Azamu asipofika hatua ya finali. Sio kufika tunafika usiseme kufika. Nimesema tusipochukua kombe la Afrika shirikisho. Nikatwe vidole lakini nisikilize. Nikatwe vidole. Huyu anayekata hakikisha vidole anaenda kuuza Zimbabwe. Hasa mimi haiwezekani wewe unakuja, maana unakuja kukata kidole changu hakikisha una pasipoti, una visa umegonga, kila kitu unakuja unanionyesha bana hii zangu Zimbabwe, naomba vidole. Nakupa unakata. Lakini sio unanijia tu umekurupuka ukikiri, umesema tukate vidole, sikubali. Watu sumeka hadi watu wakate vidole. Ndio iko hivyo na wala sijaipinga. Sasa mbona kama unaweka masharti mengine? Hapana, nenda kwanza kuepo. Tafute ile clip nimesema hivyo. Nikatwe vidole vikauzwe Zimbabwe. Hasa inawezekana unikatia vidole mimi, afu mwisho wa siku unataka ukae navyo nyumbani, sitoweza kukubali kitu kama hicho. Hiyo sikubali. Nawaambia wote, maana naona hata nikiposti kwenye page yangu naona kuna mijitu inakuja, tunataka vidole. Sawa, umegonga visa? Visa unayo? Umekuja sasa hivi umeleta sasa hivi. No, hapana. Zimbabwe dalili zishaanza kuwa mbaya. Zimbabwe huwezi kuingia bila kugonga visa. Unaingiaje? Na mimi nimetaja vidole vikauzwa Zimbabwe. Manake wewe ukija kuchukua vidole vyangu mimi nitakufanyia istirafu. Unachukua vidole unaenda kukaa navyo nyumbani kwenu. Na wakati mimi mtangaza vikauzwa Zimbabwe. Sawa, peleka. Ndio maana nikamwambia njoo hakisha unakuja na pasipoti. Watu wanakata, swala pasipoti mwachie yeye. Hapana. Masharti ndio yako. Hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo kama kuna mtu unamjua kwamba yeye anataka kuja kuchukua vidole vya mwenezi, au sio bwana? Sharti ndio hilo. Saa moja wanakuja. Na kwanza wanakuja wanakuta mimi na vibe, nishaua mtu, nishamkanda mtu chuma nyingi. Filasufi. Unajua alichosema? Kasema ile miwa ile sasa ndio leo inaenda kupatikana kule. Mimi nimeogopa sana kuona pale madogo. Alafu nilipokuja kusikia hivi vitu kwamba goli imenunuliwa pale milioni 90, assist milioni 100. Yaani anayetoa pasi ya goli milioni 100. Alafu wewe unayefunga ndio milioni 90. Sasa utachagua wewe utoe pasi au ufunge. Sawa. Hiyo ndo Azam Football Club ndugu yangu. Jana Simba umewaona lakini. Wamekiri mwendo wameumaliza Simba. Lakini hawajaondoka patupu kwenye ligi ya mabingwa. Wameondoka na nini?
Alama 5 zinawasaidia nini? Hawajaondoka patupu. Zina msaada gani hizo alama 5 zopata? Yule hajafuzu Stade Maliani ameongeza 0.01. Ni kama vile unasema mtu ama kuleta lombaya kwenye riziki za watu. Unaamua tu kwenda kumtilia mtu mtimanyongo. Sijui umeelewa, mtu kwenye kupata kwake umeenda tena unaenda kutiatia michanga. Haikusaidii kitu chochote. Sijui umeelewa. Kwa hiyo wao kama wamepata pointi 5, maadamu wale wenzao wamefuzu, basi maisha yanaendelea. Baadaye Jangwani vipi? Yanga au wanabaki hapa hapa. Timu ina qualify nimkwambia nchini moja tu. Azam Football Club peke yake ndio ina qualify. Kabaki Azam, kabaki Simba, kabaki Singida, anaenda Yanga. Yanga hawezi kwenda kwa sababu Yanga unamsema wewe ana dua mbili kwa wakati mmoja. Yanga ili ya qualify, nisikilize. Yanga ili ya qualify Yanga. Kwanza anabidi afunge sijui goli ngapi unasema? Goli 3. Nisikilize. Hakuna cha uhakika zaidi maana goli 3. Sijui umeelewa. Lakini kama hiyo haitoshi, Yanga huyo wakati anapambana kutafuta goli zake 3, anabidi akishe kule nako anafanya dua nyingine. Kule hata sare isitokee. Sasa maana yake Yanga anahitaji matokeo yote ya mpira duniani inabidi apate sare haitaki. Kule upatikane ushindi au sio bwana, na huko apate kushinda. Hiyo inawezekana wapi? Lakini advantage kwa nyumbani. Advantage nyumbani nani? Advantage kwa nyumbani. Al Ahly yuko nyumbani pale. Kwani wale wote Waarabu kule Afrika Kaskazini ndio kwao. Ingekuwa kule Ahly anacheza timu kutoka Kongo. Ingekuwa kule Afrika kule nani Misri anacheza timu kutoka Afrika Kusini. Ungesema hapo sawa. Wale Rabat wale sio Waarabuni kule? Wale wa Morocco. Lakini si Waarabuni? Hawa majirani zao Misri. Waarabuni maana zile nchi kama sisi na Kenya, hiyo yote Afrika Mashariki. Sasa unasemaje hapo? Wale wote kule kwao. Yaani kama kuna mshabiki wote wa Yanga anategemea kwamba eti kule kuna jambo litatokea, ndugu yangu. Kuna kitu kinaitwa umoja wa nchi za falme za Kiarabu. Wana umoja wao na watu waangushana. Sawa sawa. Usitegemee riziki zako kwenye mikono ya watu. Pambana mwenyewe kama Azam FC leo. Mwenyewe jambo liko mkononi mwako huwa. Ndio inavyotakiwa, ndio kanuni ya maisha iko hivyo. Sio mwanangu pambana basi, fanya mimi ni faulu, haiko hivyo. Yes, haiko hivyo. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Wewe waone kabisa wanaenda. Mimi siwaoni.